Mlango wa tano. Basi nikainua macho yangu tena, nikaona, na tazama, gombo la chuo lirukalo. Akaniuliza, unaona nini? Nikajibu, naona gombo la chuo lirukalo, na urefu wake ni dhiraa 20, na upana wake dhiraa 10. Ndipo akaniambia, hii ndiyo laana itokayo kwenda juu ya uso wa nchi yote. Kwa maana kwa hiyo kila aibaye atatolewa kama ilivyo upande mmoja, na kwa hiyo kila aapaye atatolewa kama ilivyo upande wa pili. Nitaituma itokee, asema Bwana wa majeshi, nayo itaingia katika nyumba ya mwivi, na katika nyumba yake yeye aapaye kwa uongo kwa jina langu, nayo itakaa katikati ya nyumba yake na kuiteketeza, pamoja na boriti zake na mawe yake. Ndipo yule malaika aliyesema nami akatokea, akaniambia, inua macho yako sasa, uone ni kitu gani kitokeacho. Nikasema, ni kitu gani? Akasema, kitu hiki ni efa itokeayo. Tena akasema, huu ndio uovu wao katika nchi hii yote. Na tazama, talanta ya risasi iliinuliwa, na tazama, mwanamke akaaye katikati ya hiyo efa. Akasema, huyu ni uovu. Akamtupa chini katikati ya ile efa, akalitupa lile jiwe la risasi juu ya mdomo wa ile efa. Ndipo nikainua macho yangu, nikaona, na tazama, wanawake wawili walitokea, na upepo ulikuwa katika mabawa yao, na mabawa yao yalikuwa kama mabawa ya korongo. Wakaiinua ile efa kati ya dunia na mbingu. Ndipo nikamwambia yule malaika aliyesema nami, hawa wanaipeleka wapi efa hii? Akaniambia, wanakwenda kumjengea nyumba katika nchi ya Shinari. Tena ikiisha kutengenezwa, atakwea huko mahali pake mwenyewe.